Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba ameshaondoa ubabe katika Mashariki ya Kati, lakini pia ameondoa tishio kwa Israel. Hii ni baada ya kufanya shambulizi dhidi ya Iran katika vinu vya nyuklia kwa kutumia makombora mazito yaliyobebwa katika ndege ya B-2. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanadai kwamba sababu za rais wa Marekani kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran zilizungumzwa siku nyingi, akisema kwamba kulikuwa na tishio. Lakini wachambuzi wanasema zaidi kwamba hakukuwa na shida yoyote kwa Marekani, kwamba kulikuwa na tishio lolote kutoka kwa Iran ambalo lingeleta athari kwa Marekani au kwa Israel. Hata hivyo, kwa upande wa Israel, baadhi ya wachambuzi wanaeleza kwamba tishio huenda ni namna ambavyo Iran imehusishwa na upelekaji wa makombora pamoja na aina mbalimbali za silaha kwa makundi ya wapiganaji, ikiwa ni pamoja na Hamas, Hezbollah pamoja na Wahouthi. Lakini wengi wakienda mbali kusema kwamba labda wakati wa kampeni yake, wakati aliposhambuliwa na ikadaiwa kwamba aliyefanya tukio lile ilidaiwa kwamba alikuwa ni raia wa Iran, huenda Marekani kupitia rais wake Donald Trump akaamini kwamba Iran ni tishio kubwa katika Mashariki ya Kati na katika ulimwengu. Na hata katika hotuba yake ameeleza namna ambavyo Iran imekuwa tishio, lakini pia ilivyoua maelfu ya raia wa Kimarekani na Israel. Badala yake, rais huyo wa Marekani pia aliweka sababu za kufanya makombora haya, akisema kwamba Iran ilikuwa mnyanyasaji wa Mashariki ya Kati na kwamba wamekuwa wakiimba kifo kwa Amerika. Lakini hakuna budi kutambua hapa kwamba hii haifanyi Iran kuwa tishio la karibu kwa Marekani. Trump alisema kwamba watu wengi walikufa kwa sababu ya chuki ya Iran, lakini tena bila kutaja ikiwa hao walikuwa wa Marekani. Vilevile alidokeza kuwa hakuna mashambulizi mengine ambayo yamepangwa kwa sasa. Alitishia Iran ikiwa haitarejea katika meza ya mazungumzo itakumbwa na mashambulizi mengine, na ikiwa haitatia saini makubaliano ya kumaliza mpango wake wa nyuklia kwamba kutakuwa na mashambulizi zaidi, na anasema yatakuwa makubwa zaidi na rahisi zaidi. Wachambuzi wa mambo wanaenda mbali kueleza kuwa jambo lingine alilosema rais wa Marekani ni kwamba Marekani imefuta tishio hili kwa Israel, lakini hakusema tishio hili kwa Marekani. Hilo halitowapendeza Waamerika wengi wanaoamini Israel sasa imeingiza Marekani katika mazingira magumu ambayo yanaweza kusababisha ongezeko kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati, ambalo linaweza kuhusisha kuweka wanajeshi wa Marekani hatarini na kuchota rasilimali zaidi zinazolipwa na walipa kodi wa Marekani. Lakini pia moja kati ya jambo jingine ambalo linaelezwa sasa ni kwamba Iran lazima ianzishe mpango wa kulipa kisasi, kama alivyosema kiongozi mkuu wa serikali hiyo ya mapinduzi Ayatollah Al-Khamenei. Al-Khamenei amesema lazima walipize kisasi kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Hata hivyo, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, alidai kusema Marekani imevunja sheria za kimataifa na zile za NPT kushambulia maeneo yenye vinu vya nyuklia, licha ya taarifa iliyotolewa na mamlaka za taifa hilo kwamba hakukuwa na madhara makubwa yaliyotokea kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani, kwa sababu walishaondoa vifaa muhimu katika vinu hivyo vya nyuklia, hasa kile cha Fordo, na wamehifadhi maeneo salama zaidi. Basi endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.